Simulizi ya maisha ya Mboni Mohamed Mhita, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga, ambaye amejivunia sifa nyingi kweli kweli, sifa tamu na bojobojo zilizojaa nguvu kwa wale ambao wanahitaji kufika mpaka pale yeye alipo. Karibu nikupitishe katika maisha yake ya kisiasa mpaka hivi sasa alipofikia. Sauti hii mimi naitwa Daud_Rizzy. Hii ni Usiku TV. Mnamo tarehe 12 Julai, hiyo ilikuwa ni mwaka 1984, mtoto alizaliwa katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtoto huyo alipewa jina Mboni Mohamed Mhita. Hakujulikana wakati huo kwamba miaka mingi baadaye angekuja kuwa mmoja wa viongozi wakuu wa serikali, akiaminiwa kubeba dhamana ya uongozi wa mkoa mzima. Mtoto huyu alikuwa na uwezo mkubwa kweli kweli wa kufikiri. Mboni Mhita alikulia katika mazingira ya kawaida ya Kitanzania, mazingira yanayojijenga na alopata uvumilivu mkubwa, heshima na nidhamu. Kama ilivyo kwa watoto wengi wa Tanzania waliokulia katika jamii za mshikamano, alilelewa katika misingi ya maadili ya Kiafrika, thamani ya watu, kufanya kazi kwa bidii na kusikiliza wazee. Taarifa rasmi kuhusu wazazi wake, eneo halisi alilokulia na kijiji chake cha asili haziwekwa hadharani, jambo linaloonyesha hulka yake ya kutenganisha maisha binafsi na majukumu ya umma. Safari yake ya elimu ya Mboni Mhita ni sehemu muhimu ya safari yake, ingawa majina ya shule za msingi, sekondari na vyuo yalivyohudhuria hajachapishwa wazi kwenye nyaraka za umma. Hata hivyo, kwa kuzingatia nafasi nzito alizokuja kushika, ubunge, ukuu wa wilaya na ukuu wa mkoa, ni dhahiri kuwa alipata mfumo wa elimu na mafunzo ya uongozi uliomwezesha kuwa na uwezo wa kusimamia sera na watu na rasilimali za umma. Kuanzia safari yake ya uongozi, safari ya Mboni Mhita katika maisha ya umma ilianza ndani ya mfumo wa kisiasa na kiutawala ya Kitanzania. Alijihusisha na shughuli za chama na serikali. Nidhamu, uaminifu na utendaji kazi wake vilimfanya aonekane kama kijana mwenye mustakabali mkubwa. Aliwahi kuwahudumia wananchi kama mbunge, nafasi iliyompa uzoefu wa moja kwa moja wa kusikiliza changamoto za watu wa kawaida. Baadaye akateuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kahama, ambako alijifunza kwa vitendo kusimamia utawala wa serikali kuu katika ngazi ya chini. Kilele cha safari, mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Hatua kubwa zaidi iliyokuja pale baada ya kupewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, alipomteua kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Katika nafasi hii alibeba jukumu la kusimamia wilaya zote za mkoa, kuhakikisha amani, usalama na maendeleo, kusimamia utekelezaji wa sera ya serikali, kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Amejulikana kama kusisitiza wajibikaji wa watendaji kazi, kuhamasisha uwekezaji na maendeleo ya uchumi, kushughulikia migogoro ya ardhi na kijamii, kuweka mbele maslahi ya wananchi wa kawaida, mahusiano ya kijamii. Ingawa taarifa za marafiki zake binafsi haziko wazi, Mboni Mhita anaonekana mara nyingi akijichanganya na watu, viongozi wa dini, wazee wa mila, vijana, wanawake na wafanyabiashara. Hii inaonyesha viongozi wanaojenga urafiki wa kikazi na kijamii kwa misingi ya heshima, si majina tu makubwa. Maisha ya Mboni Mohamed Mhita ni simulizi ya kijana wa Kitanzania aliyekulia ndani ya misingi ya kijamii, akapitia ngazi za uongozi na leo anasimama kama msimamizi wa maendeleo ya mkoa wa Shinyanga. Ni simulizi ya mtu ambaye hakujenga jina kwa makeke, bali kwa kazi, nidhamu na uaminifu. Mboni Mhita ni mkuu wa mkoa wa Shinyanga aliyepewa uteuzi wa serikali ya Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, na anatimiza majukumu kama kiongozi mkuu wa mkoa. Aliteuliwa kufuatilia mabadiliko ya uteuzi na usimamizi wa mkoa mwaka 2025. Majukumu na shughuli kuu. Kama mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Mhita anajihusisha na shughuli mbalimbali za maendeleo na usimamizi wa serikali za mikoa mkoani humo. Kukuza uwekezaji, amekuwa akihamasisha uwekezaji wa ndani na nje kupitia fursa zilizo katika eneo la Buzwagi Special Economic Zone na maeneo mengine ya mkoa. Kustawisha uchumi, amehamasisha wafanyabiashara na wawekezaji kuchangamkia fursa za kilimo, madini, viwanda na biashara. Utatuzi wa migogoro, ameongoza utatuzi wa migogoro ya ardhi iliyodumu kwa miaka mingi kati ya taasisi za wananchi na kusababisha matokeo chanya. Kuhakikisha utulivu wa kijamii, ameweka msisitizo juu ya amani, usalama, hasa kabla ya zoezi la uchaguzi. Mkuu wa mkoa alihakikisha mkoa huko salama. Shughuli alizoshughulikia kama changamoto za dharura,
amekuwa akifuatilia athari za mafuriko, ajali za machimbo na mazingira hatari na mkoa kwa maagizo kwa mamlaka husika kuhakikisha huduma zinaendelea. Matarajio na dira ya uongozi. Mheshimiwa Mhita anasisitiza kwamba ofisi yake inatekeleza maono na malengo ya serikali kuu, hasa kupitia sera za kukuza uwekezaji, utendaji kazi wa umma na kujumuisha na sekta binafsi katika maendeleo ya mkoa wa Shinyanga. Historia na kabla ya kuingia Shinyanga. Kwa jina la Amboni Mohamed Mhita, inaonekana ni mtu anayehudumu pia katika siasa za kitaifa, awali ikiwa ni pamoja na nafasi ya uongozi ya uteuzi kama mkuu wa mkoa, kuwa mbunge. Habari hii inaonyesha mchakato wa kisiasa na uzoefu wake katika uwakilishi wa wananchi. Amboni Mhita ni kiongozi wa kisiasa, mtendaji wa umma ambaye sasa anaongoza mkoa wa Shinyanga, akiimarisha maendeleo, amani, uwekezaji na usimamizi wa sera za serikali. Wilaya mkoa anajikita sana katika kuleta mabadiliko kwa vitendo kwa wananchi wa mkoa wake. Ikiwa mpaka hivi sasa anaendelea kushikilia wadhifa huo, anaonekana kuvutia watu wengi sana. Kama alivyokwisha kuambia, alizaliwa tarehe 12, hiyo ilikuwa ni Julai ya mwaka 1984. Yeye ni mwanasiasa na mtumishi wa umma wa Tanzania. Alizaliwa na kukulia nchini Tanzania. Chanzo cha tarehe ya kuzaliwa kinaonyesha uelezo wake binafsi juu ya utoto wake, lakini hakuna taarifa rasmi kuhusu mji au kijiji alichokulia. Elimu ya mapema. Swala la masomo shule za misingi, sekondari hazijapatikana kwa vyanzo vya mitandao vya uhakika hadi sasa. Kabla ya kufika katika nafasi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Mhita alikulia na kuwa mwanasiasa na mbunge huko Handeni vijijini. Ameongoza pia kama mkuu wa wilaya ya Kahama kabla ya uteuzi wake mkoani Shinyanga. Safari yake ya kazi, Mhita ameitwa kushika nafasi mbalimbali serikalini ndani ya chama cha CCM, yani Chama cha Mapinduzi, akitumikia wananchi kupitia shughuli za uongozi wa kijamii, bunge, sasa kiongozi wa mkoa. Alizaliwa Julai 12 mwaka 1984 kama nilivyokwisha kuambia. Asili yake ni Mtanzania. Elimu yake, taarifa kamili haipatikani mtandaoni. Safari yake ya kazi, alikuwa mbunge kisha mkuu wa wilaya ya Kahama na sasa ni mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Na hii ni simulizi na historia ya kuvutia ya Mheshimiwa Mhita. Mimi ni Daud Alexander Skodrizi. Hii ni Usiku TV. Subscribe hapo chini ili uwe na familia yetu wa kwanza na nguvu ambao tuko napata update zetu kila wakati na kila muda. Asante.